Mwaka wa 1993 ulikuwa mwaka uliojaa matukio yasiyo ya kawaida kwa Ron. Matukio haya yalianza mnamo Desemba ya 1992, Ron alipokutana na mtu aliyeijua familia ya mtu aliyeijua familia na mtu aliyefanya kazi na Ron tangu 1979 hadi 1982 katika uchimbaji wake kwenye kaburi la bustani akitafuta sanduku la agano. Jina la kijana huyu ni Jamal. Yeye ni Mwarabu ambaye Ron alimthamini sana. Alikuwa kijana mdogo aliyemsaidia Ron kutambaa kwenye nafasi ndogo walizozipata katika mfululizo wa vichunguu ndani ya mlima Moria. Alikuwa kijana ambaye mnamo Januari 1982 aliingia kwenye chumba ambapo baadaye Ron alipata sanduku la agano. Na akatoka nje kwa haraka akiwa ameshiwa na pumzi akisema, kuna nini humo? Kuna nini humo? Firudi tena humo nani? Kisha akatoka kwenye vichuguu na hakuwahi kurudi tena. Ron alisimulia hadithi ya Jamal akimsihia aende nyumbani kwake huko Hebroni ili kuisaidia familia kujua chanzo cha mfululizo wa matukio ya ajabu yaliyokuwa akiisumbua familia kwa muda mrefu. Lakini Ron alikataa kuacha kazi ya uchimbaji ili kwenda. Hatimaye Ron alisali siku moja na kuomba, ikiwa alipaswa kwenda, basi mvua inyeshe. Na siku iliyofuata ilipofika na mvua ikanyesha, Jamal alimshawishi aende. Hivyo, Jamal alimwambia Ron kwamba nyumbani kwao walikuwa wakiona moto kwenye ardhi nyuma ya nyumba yao. Walipoenda kuona nini kilikuwa kinateketea, hawakupata chochote. Hakuna mti ulioungua, hakuna ardhi iliyoungua, hakuna chochote kabisa. Na waliogopa. Hivyo, Ron akaenda na Jamal, akakutana na familia nzima na kwenda nao mahali walipoona ule moto. Kwa masikitiko ya Ron, hakupakwa na chochote cha kuona. Alipoitazama ardhi iliyokuwa ikitumika kama shamba la mizabibu, aliona sehemu ya chokaa ikichomoza juu ya ardhi. Ron aliokota jiwe kubwa na kulitupa kwenye ile chokaa, na kwa mshangao wa kila mtu, lilitoa sauti kama ya ngoma, sauti ya uwazi, kana kwamba kulikuwa na nafasi tupu ndani ya lile jiwe. Ron alipowauliza kama kulikuwa na pango kwenye ardhi ile, hawakulijua, lakini kisha wakamwonyesha mlango wa kuingilia kwenye eneo la mawe, ambao ulikuwa mdogo sana kuingia. Walikuwa wakilitumia kama shimo la takataka. Cha ajabu, kama vile eneo alilokuwa akichimba kwenye kaburi la bustani lilivyokuwa shimo lao la takataka. Na huo ukawa mwisho wake. Lakini kisha mnamo Desemba 1992, Ron alijifunza kwamba familia hiyo bado ilikuwa kwenye nyumba ile ile, kwenye ardhi ile ile, na akaenda kuwatembelea akijiuliza kwa tahadhari ikiwa wangemkumbuka au muhimu zaidi ikiwa wangemkaribisha au kukasirika kwamba amekuja. Alipowasili walimkaribisha kwa mikono miwili, na hapa ndipo Ron alipojifunza kuwa Jamal hakuishi tena Hebron. Alikuwa ameenda Jordan huko nyuma katika miaka 1988 na akatokea kwa huko. Wakati ilipoamriwa kuwa Palestina waliokuwa nje ya nchi, wakati huo hawakuruhusiwa tena kurejea katika nchi ya Israeli. Sijui maelezo zaidi, isipokuwa inaonekana kuwa alikuwa amepoteza uraia wake. Kimuujiza, mnamo Aprili ya 1993 tulikuwa njiani kutoka Yerusalemu kuelekea Hebron. Hii ilikuwa safari ya hatari katika mwaka wa 1993. Wakati huo kulikuwa na hali ya wasiwasi hewani. Tulilazimika kukodisha magari mawili nchini Israeli, moja kutoka kampuni ya Israeli kwa maeneo ya Israeli na lingine kutoka kampuni ya Kiarabu kwa maeneo ya Palestina. Vinginevyo, gari letu lingepigwa mawe ikiwa tungeendesha gari la Israeli katika eneo la Palestina. Tuliweka kilemba cha Kiarabu kinachotambulika kwenye dirisha la mbele la gari, kwani tuliambiwa hii ilikuwa ishara kwa Wapalestina wasipige gari mawe. Na tena tulikuwa na wasiwasi. Imani ya Ron ilikuwa kwamba ardhi ya familia hii ilikuwa na pango halisi la Makpela, pango la maziko la Ibrahimu na familia yake. Hakuwa amewaambia hili hapo awali, na alijua lingekuwa jambo nyeti.
akizingatia kuwa walikuwa Waarabu na waliishi Hebron, karibu na eneo la kimila. Hadithi hii ni ndefu, na katika sehemu hii, sehemu ya kwanza, tutaangazia historia ya familia na kipande hiki cha ardhi. Siwezi kuonyesha nyuso zozote na nitalinda utambulisho wao. Ni familia nzuri na walitutendea kama vile Ibrahimu angetendea wageni wowote waliokuja nyumbani kwake. Tulikaa katika moja ya nyumba zao na walitupatia chakula bora zaidi walichoweza kuandaa. Ardhi yao ilikuwa tambarare kubwa juu ya kilima huko Hebron. Walikuwa na mashamba ya mizabibu na walilima ardhi hiyo. Tulipoketi juu siku mmoja, walituambia jinsi walivyoweza kuketi hapo juu na kutazama makombora ya SUD wakati wa vita vya Ghuba. Kwa namna ya ajabu, nilihisi salama hapa na Ron pia niliweza kuona. Mahali ambapo walikuwa wameona moto ukiwaka huko nyuma katika miaka 1970 palikuwa hapa juu. Kufikia sasa, Ron alikuwa amewaambia juu ya mashaka yake na walisema kwamba hata wao hawakuamini kuwa eneo la kimila la pango la Makpela lilikuwa la kweli, na walifurahi wazi kwa uwezekano kwamba ardhi yao inaweza kuwa na lile halisi. Kaka mmoja na mama yao walizungumza mbele ya kamera kuhusu mambo walioyaona katika miaka iliyopita. Hebu tuzungumze kumhusu. Sawa, endelea. Yeye ana umri wa miaka 76. Ana watoto 12. Sasa ni wanaume na wanawake. Na mimi ndiye kitinda mimba, nina watoto 2. Na ana wajukuu. Huyo. Sawa. Na yeye ndiye mtu aliyeona ule mwanga. Aliona mwanga kwenye ardhi yetu ukienda na kurudi. Na kuku? Na kuku yeye hakuwaona. Mtu aliyewaona ni dada yangu. Dada yako aliona hilo? Ndiyo. Sawa. Sasa kaka yako amemuona mtu aliyevaa nguo nyeupe hivi karibuni. Alimuona mtu aliyevaa nyeupe yapata miaka 6 iliyopita. Na mtu huyu anaingia kwenye pango hili kubwa sana. Yeah. Na kaka yangu aliogopa kuhusu hilo. Kwa hiyo hakutambua huyu ni mtu gani. Na akatoweka kabisa alipofika pale, au kuanza kuingia pangoni, akapotea kabisa machoni pa watu waliokuwa akimwangalia, na hakuna aliyeweza kumuona tena. Na kaka yangu mwingine alisikia sauti fulani kutoka kwenye pango hili. Unajua hilo, nadhani. Jamali aliniambia mambo haya mara kadhaa huko nyuma mwaka 1979. Nami nikaja na kupiga ardhi, na ardhi ilikuwa na uwazi. Na kwa vyovyote vile hapa ni mahali maalum kwa Mungu, nina hakika. Mambo mengi hutokea hapa. Lakini hatuwezi kuelezea hilo au hatuwezi kuelewa hilo, kwa sababu wakati mwingine unapoona chochote kwa bahati mbaya au kitu usichokijua, utaogopa na hutaweza kukitambua vizuri. Kweli, huwezi kukiandalia vizuri kwa sababu unaogopa. Lakini hili lilitokea na nywele zetu zikasimama. Ndiyo. Hiyo ndiyo honya. Ndiyo, tunaita msisimko wa mwili kule Marekani. Ndiyo, labda sijui mnavyoita. Tunavyoita. Na baba yetu alituambia kwamba aliona mambo kama haya. Mambo mengi mara nyingi. Sasa, ile mifupa mikubwa ambayo mama yako alikuambia kuihusu, je, yoyote kati ya hiyo ilitoka kwenye pango hili au unajua? Nitamuuliza sijui. Sawa, tafadhali. Aliona kwenye ardhi, sio pangoni. Sio pangoni. Ndiyo. Na wana meno makubwa. Kama hivi. Meno makubwa kama hivi. Meno makubwa kama hivi. Na yalikuwa, kama nilivyokuambia jana, fuvu za njama. Fuvu za njami.
Mwambie aoneshe kwa mikono yake ukubwa wa fuvu hizo, ikiwezekana. Sawa, hii inaonyesha ukubwa wa fuvu hizo. Eve. Kama hivyo. Sawa. Zina meno yake yote. Bado yapo? Ndiyo, bila shaka. Hili jina lake nini? Unaliitaje? Paja. Paja. Mfupa wa paja. Fima au paja. Paja. Paja hili ni kama mara 2 ya yetu. Sawa. Sawa. Kwa hiyo mifupa yote ilikuwa mirefu zaidi kuliko yetu. Ndiyo, mikubwa sana. Ndiyo, kabisa. Anasema miaka 20 hadi 25 iliyopita walizika mafuvu 10 pangoni. Basi. Ndiyo. Alikumbuka hilo, na baba yangu aliniambia kabla hajafa kwamba walipokuwa wakichimba ardhi ili kupanda, walipata watu 3 waliozikwa, warefu sana, kama mita 3. Sawa. Waliwazika tena kwa sababu walifikiri kwamba katika dini yetu hairuhusiwi kabisa kumfukua mtu aliyeshafariki dunia. Kwa hiyo wakaamua wazike tu. Ndiyo, naelewa. Na nakumbuka hili sana, kwa kweli sana. Sawa. Na hakumwambia mtu mwingine yoyote kabisa. Aliniambia mimi peke yangu. Na hakumwambia mtu mwingine yoyote kabisa. Aliniambia mimi mwenyewe tu. Sawa. Kwa hiyo mimi sijui. Labda tunaweza kupata hii, sivyo? Ndiyo. Sawa. Nadhani tukitumia muda wetu vizuri na kwa utulivu kidogo tu, tutaipata tu, sijali. Sawa. Tutaipata kwa sababu mama yangu anajua baadhi ya sehemu ambazo kuna mifupa. Sawa. Ndiyo. Vizuri. Bila kusema, tulivutiwa sana kusikia kuhusu mambo haya, hasa kuhusu yule mtu aliyevaa mavazi meupe ambaye alikuwa ameonekana miaka ya nyuma. Ili kulima ardhi yao, ilibidi walime, na katika mchakato huo walikuwa wamegundua kwamba ardhi yao ilikuwa imejaa makaburi. Mama yao alikuwa ameona mifupa na mafuvu makubwa ambayo alituelezea. Ikawa wazi kuwa baadhi ya makaburi haya yalikuwa ya Wakanaani. Lakini jambo la msingi ni kwamba uwanda huu mdogo juu ya kilima hiki huko Hebroni ulikuwa mahali maarufu sana pa kuzikia kwa kipindi kirefu sana. Lakini kwa nini? Je, ni kwa sababu tangu mwanzo wa historia walijua kuwa palikuwa mahali pa kuzikwa kwa Ibrahimu?